Kwa experience yako, unadhani vijana wanapoteza hela nyingi zaidi maeneo gani? Kuna vitu vitano ambavyo nilisema kwamba hatutafanya mwaka huu. Cha kwanza, hatutakula pesa zetu. Kwa maana kama chakula kwenda kula out. Kivipi sasa? Kwani maliza list. Okay. Hatutakunywa pesa zetu. Ikiwa kwamba watu wengi wanaenda out kwa hizi sehemu za starehe ambao wanatumia pesa nyingi hapo. Hatutaendesha pesa zetu. Hiyo watu hawaipendi, wanaichukia hiyo sana kitu, kwa maana kwamba kama unatumia gari kubwa na hiyo inatumia gharama kubwa, tafadhali badilisha utumie gari ndogo, au endelea kutembea, au endelea kutumia Bolt, au endelea kutumia bajaji, nani hizi usafiri zetu. Cha hapo ni kwamba hatutavaa wala kunukia pesa zetu. Hii hapa nalenga sana wadada, kwa sababu mdada unakuta kwamba ana kabati imejaa nguo alafu anasema sijui cha kuvaa. Kwa hiyo anaweza kavaa nguo mpya kila siku, asirudie nguo mpaka wiki 3, wiki 4, mwezi ipite. Sasa huyu hapa we are not wearing money. Na cha mwisho kwa upande wa wanaume sasa, we are not sleeping with our money. Nikisema hivyo nadhani wakaka mnanielewa kwamba tunachotumia hizo pesa tuache huko, kwa sababu itaishia kutuua. Kwa hiyo tukiweza kumanage vitu vitano hivyo, utakuwa vizuri sana kwenye pesa na mafanikio, yani hautakosa mafanikio ya kifedha. Ndio. Okay, leo umevaa bei gani? Full outfit. Hapa full outfit, niwe mkweli, mimi sio mtu sana wa fashion. Ikafika mahali kwamba hivi karibuni nika haya rafiki yangu mmoja ambaye akanisaidia, ni stylist, ni kazi yake. Kwa hiyo kwa kumbukumbu za pale kwamba hii shati ni kama watu 25, jeans kama sijakosea 30,000, viatu 50,000, hizi bracelets nadhani 2,000 3,000 each one. Na hii bag nimekaa nayo sijui miaka mingapi, hata sikumbuki ninunua shilingi ngapi. Kwa hiyo yani hizo jumla hapa nasema sijui hata ifiki 1,500,000 niseme kweli.